Wananchi wa jamii ya Kimasai zaidi ya 1000 wamekusanyika katika mtaa wa Urundini kata ya Elerai mkoani Arusha na kuvunja uzio wa eneo wanalodai limekuwa likitumika kwa kuuza vijana wa rika mbalimbali wa kabila hilo la Kimasai baada ya kudai kwamba limevamiwa na watu wasiojulikana na kuanza kugawana. Viongozi wa jamii hiyo wakizungumza kuhusiana na swala hilo wamesema kwamba wanataka kumfahamu mmiliki halisi wa eneo hilo kwa kuwa wamekuwa wakifanya shughuli za kimila kwa kipindi cha muda mrefu. Naitwa Naibala Ole Singolio, mlezi mkuu wa vijana rika la Korianga. Na hii ni sehemu yetu nyeti sana. Tumeshtuka sana na mawazo yetu yanapotea kwa sababu sijui hao wanayouza eneo yetu wanataka kuteketeza jamii ya Kimasai. Hii eneo ndio inatunza na kukuza jamii ya Kimasai kwa rika hadi rika. Je, wakiuza iteketee ni sawa wameteketeza jamii letu la Kimasai. Na bado Wamasai wanazaa vijana wa marika tofauti. Tunamuomba mkuu wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisikia hilo, atutetee jamii la Kimasai lisiteketee, maana Wamasai bado wanazaa mpaka miaka hatujui miaka ngapi. Ndio maana yetu kuja kuangalia tukio na tumekuta kweli wameuza. Ukweli wameuza. Wamekatakata ploti kama jinsi wanavyotaka. Na sio yao. Hii eneo ni jamii la Kimasai. Kuanzia mwaka 1774 uzao wa Kimasai wameanza kukutana hapa na kutunza rika tofauti ambaye hazihesabiki mpaka hivi sasa. Jina langu naitwa Yusufu Saruni Lukumai. Mimi ndio mwenyekiti wa rika mila na desturi Tanzania mikoa 5. Hapa tupo kwa ajili ya eneo hili mnaloliona ambayo inaitwa kwa Kimasai Elerai. Elerai maana yake ni hizi miti unazoziona hizi rangi. Hilo jina ndio limetokana na hizi miti. Hii Elerai ni eneo la Wamasai. Iko miongoni mwa historical site ya Wamasai. Hapa Elerai, Eunoto, Endonyormoru ambayo inapatikana wilaya ya Siha. Sasa kwa mila na desturi kuanzishwa rika la vijana, hapa ndio inasaa rika la vijana. Kwa hiyo hii ndio eneo maalum ambayo ni ya mila na desturi, hapa ndio inaanza rika bila mwafaka. Walilofanya ni kuendelea kukata viwanja ndani ya msitu huu. Tukaja tukaotesha vibao kama watasimama haijawezekana. Wakaanza kupiga fenzi kusunguka ili eneo. Wakatenga sehemu kidogo ya kutupatia sisi. Tuliwaambia hatutaki. Hii ni sehemu ya mila na desturi. Sasa baada ya hapo wenyewe wakachukia na hii sehemu haijaanzishwa jana. Msimamo wetu ni kwamba hapa haiuzwi, haijengwi, haifanyiwi shughuli zozote za kibinadamu hapa. Tofauti labda watalii wanaruhusiwa kuja kupiga picha hapa. Haijengwi, haifanyiwi kitu chochote. Aliyeuza ni mzungu mwenyewe yule burka. Waliohusiwa hatujui ni nani ameuziwa, lakini wamekata viwanja. Sisi tunaona beacon tu. Leo tunachotaka kufanya, kwanza hizi fenzi hatuitaki kuona. Hizi walizosungusha hatutaki kuona. Shamba haiwezi kuwa la kwako mtu mwingine aje akugawie. Naitwa Mibaroi la Sarunya Mungas, mwenyekiti wa rika la Korianga Boru. Ni kwamba sisi tuko hapa kwa ajili ya podi letu kuvamiwa.
Huyu Burka Estate hajailima hapa. Lakini kigezo alichotumia alisema alibadilisha kilimo kufanya viwanja. Na nyewe waandishi wa habari mjaribu kuangalia hili pori hajailimwa tangia mwanzo ianzishwe labda huu mkoa wa Arusha. Shamba la Burka liko kwa kule mbele kwenye zile miti nyingine unaona zile kwa kule mbele hivi. Uliposikia mwenyekiti aliposema hili pori lilianzishwa mwaka 1774. Tangia Wamasai walipoanza mambo ya rika. Sasa ilipofika mwaka 2001 ndio ikaanza kutokea mgogoro kwamba hili pori limeuzwa. Leo tumeamua kuja hapa kwanza tuondoe hiyo fenzi. Cha kwanza kuondoa hiyo fenzi. Ili aliyeuziwa na aliyeuza ajitokeze. Ndio tuweze kupata mtu wa kuongea naye. Kwa sababu tumejaribu kwenda kwa vyombo vya habari, kwenda kwa mkuu wa mkoa, aliyeuza hajulikani, aliyeuziwa hajulikani. Tumewaita tukutane nao hawaji. Viongozi wa serikali